بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الزواج. قال المؤلف حفظه الله: kosa la kwanza linalofanyika katika makosa ya zawaj, katika makosa ya kuoa, at-tasahulu bi ikhtiyari al-mar'a, kufanya tasahul na dharau kwa kuchagua mwanamke. قال: وإن مما يتأكد على مريد الزواج أن يحرص على الزوجة الدينة. Katika mambo ambayo yanasisitizwa kwa mwenye kutaka kuoa ni kufanya pupa kuoa mke mwenye dini, allati tu'inuhu ala amri Allah, mke atakayemsaidia katika mambo ya Allah, amri za Allah, wa ala ta'at, na katika taa. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، hili ndilo aliloliamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam biqauli: tunkahu almar'atu liarba'. Mtume anasema huolewa mwanamke kwa mambo manne. tunkahu almar'atu liarba', huolewa mwanamke kwa mambo manne: limaliha, kwa sababu ya mali yake, walihasabiha, na kwa sababu ya cheo chake, walijamaliha, na kwa sababu ya uzuri wake, walidiniha, na kwa sababu ya dini yake. Mwanamke huolewa kwa moja katika mambo haya manne. fadhfar bidhati din taribat yadaka, tumesema mpate muoe mwenye dini, vinginevyo itagusa michanga mikono yako. Fadhfar bidhati din, muoe mwanamke mwenye dini, taribat yadaka, vinginevyo itagusa michanga mikono yako, yani utapata hasara. Kwa hiyo Mtume sallam katika hadithi hii anaamrisha jambo la kuoa mwanamke mwenye dini. Sheikh Al-Albani rahimahullah katika hadithi hii anasema hadha al-amru lilwujub, amri hii ni ya wajib, ni ya wajib kuoa mtu mwanamke mwenye dini. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ولأحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري نحوه بإسناد صحيح، ولمسلم نحوه عن جابر بن عبد الله. Kwa hiyo kosa la kwanza ni mtu mwanamume kuoa mwanamke asiye na dini. Hii ni makosa katika makosa ya wanaume, kosa la kuchagua mke. Kwa hiyo Mtume ameamrisha amri hii ya wajib kwamba watu waoe mwanamke mwenye dini, vinginevyo watapata hasara. Kosa la pili, adamu tamkini al-khatibi min ar-ru'yati ash-shar'iyya, kutommakinisha yule mwenye kuposa na ru'ya shar'iyya, kutommakinisha, kutompa nafasi yule mwenye kuposa kumwangalia yule mke ru'ya shar'iyya, kumwangalia kwa kisheria. Qala falkhatibu yustahabbu lahu an yura au an yara ma yadhharu ghaliban min almar'a, yule mwenye kuposa ni sunna aone kinachodhihiri ghaliban kwa mwanamke. Kiungo ambacho ghaliban kinadhihiri kwa mwanamke ni sunna yule mwenye kuposa aone. Kalwaji, kama uso, waliyadaini, na mikono. Hivi ni ghaliban viungo ambavyo vinadhihiri kwa mwanamke. Kwa hiyo mume anayeposa ni sunna amuone yule mwanamke, kadhalika mwanamke pia ni sunna amuone huyo mume anayekuja kumposa. idhan falkhatibu yustahabbu lahu an yara ma yadhharu ghaliban min almar'a, mwenye kuposa ni sunna
aone kile kiungo kinachodhihiri ghaliban mara nyingi kwa mwanamke, kalwajhi wal yadain, kama uso na mikono, yani vitanga viwili. Wayataammalu fiha wa fima yad'uhu ila nikahiha, halafu amfikirie na vile mambo ambayo yatamlingania na kumsababisha kumuoa yule mwanamke yule. Hili ni jambo la sunna, lakini katika sunna ni mahjura, kwamba mtu akenda posa mahali aoneshwe kwanza yule msichana akiwa pamoja na maharim zake, amuone au waonane. Lakini hii ni katika sunan mahjura. Watu wanaangalia na madukani, masokoni. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam liman aqada ala imra'a, hii ni kwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa aliyemuoa akafunga akdi kwa mwanamke, au arada zawaja, au alitaka kumuoa akamwambia unzur ilaiha, muangalie kwanza huyo mke, unzur ilaiha, muangalie. Rawahu Muslim. Kwa ni jambo la sunna mume amuone yule mke nyumbani kwao akiwa na maharim zake au na mahram yake, aidha baba yake au kaka yake mkubwa awe na mahram yake yule mke, ndiyo sunna kwenda kumwangalia. Warawa Ahmadu بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها, akiposa mmoja wenu mwanamke si vibaya kumwangalia. Idha kana inma yanzuru ilaiha li khitbatihi, ikiwa anamwangalia kwa ajili ya kuposa kwake. Wa in kanat la ta'lamu, hata kama huyo mke hajui. Wa in kanat la ta'lamu, hata kama huyo mke hajui, lakini yule mume apewe nafasi ya kumwangalia yule mke. Wala yasughu lirajul an yanzura liman lam yurid khitbataha, haijuzu kwa mwanamume kumwangalia mwanamke ambaye hataki kumposa. ولا يسوغ للرجل أن ينظر لمن لم يرد خطبتها, haijuzu kwa mwanamume kumwangalia mwanamke ambaye hataki kumposa. Yani ile kumwangalia iwe yeye mwenyewe ana nia ya kumposa, ndio ende pale akazungumze na yule wali wake, kwa mimi nataka kuja kumwangalia yule kwa ajili ya kuposa. Isiwe ni kuangalia tu, mara umekwenda kwa nyumba hii, mara umeingia nyumba hii waangalia, mara umekwenda kwa mzee fulani atakuposa mimi. Haya, ndio kumwangalia yule, wenda kwa mwingine hivyo hivyo. Sasa hiyo si kutaka kuposa, hiyo nataka kuangalia banati wa watu, hiyo itakuwa ni haramu sasa. Kwa hiyo haijuzu kwa mwanamume kumwangalia isipokuwa yule ambaye ataka kumposa. Wakadhalika la yanzuru ilaiha fi khalwa, vile vile hata muangalia katika khalwa, faragha, yeye tu wawili. Ndio hiyo yanayotokea sasa, ni madukani au masokoni au vichochoroni, hiyo ni haramu. Au ma'tarki alhishma, au pamoja na kuacha heshima, anamwangalia viungo vyote, au anamwangalia mahali ambapo sio pa heshima. Inma yubahu lahu an-nadharu ilaiha ma'a adami ilmiha, isipokuwa ni halali kumwangalia pamoja na kutojua kwake yule mke. Yule mke anaambiwa na wali wake au wazazi wake kwamba patakuja mgeni leo hapa, kwa hiyo tayarisha kitu kadha. Akishatokea basi nenda kanunue, kachukue kinywaji au kitu fulani ulete pale. Yule mume almuhimu amwangalie. Au maa ilmiha, au pamoja na kujua kwake yule mke, wa ahliha, na ahli zake. Idha kanat ru'yatuhu laha mumkina, ikiwa kumuona yule mwanamke ni kwenye kuwezekana, iwe anajua, afahamishwe yule mke, ili na yeye pia amwangalie vizuri yule mume. Kama atamridhia ndio aruhusiwe kuposa. قال أما عرض الأهل بناتهن بحجة الخطبة
fahadha mimma la yasughu wala yafaluhu ahlul ghaira. Ama wale watu wake kuwadhihirisha, watu wa banati kuwadhihirisha banati zao, ahali zake kuwadhihirisha banati zao kwa hoja ya kuposwa, hili ni jambo ambalo halijuzu, wala watu wenye wivu hawafanyi kwa banati zao. Amma ardhul ahli banatihinna bihujjati alkhitbah fahadha mimma la yasughu wala yafaluhu ahlul ghaira. Ardhu ni vipi? Kuacha huru ili waolewe, kuwadhihirisha kwa wanaume na bila kuvaa niqabu, wapite kwa wanaume wowote ili waonekane ndio wapose. Sema hili jambo halifai, na wala watu wenye wivu hawafanyi mambo hayo. Watu wasio na wivu kama wazungu ndio wanaofanya hivyo, lakini waislamu wanatakiwa wawe na wivu na banati zao, wasiwaache hivyo waziwazi. Kuna mmoja nilimuuliza, msichana mmoja, mbona wewe wajiacha wazi hivyo na ushakuwa mkubwa, ushamaliza kusoma? Asema babangu ameniambia nitaolewa vipi ikiwa mimi navaa niqabu, nitaonekana vipi? Sasa ndio kanaambia nijiache wazi tu mimi. Ushaona mzazi huyo, mzazi tena sio kwamba labda ni mtu amlea, mzazi mwenyewe amwambia binti yake usivae niqabu ili uonekane hiyo sura yako. Sasa wazazi wenyewe wanawapeleka vibaya banati zao. Au banati wafanye nini sasa? Ikiwa mzazi mwambia binti afanye hivyo, binti mwenyewe atafanya nini? Ndio atajitia marangi na mapoda kabla hajaolewa. Idhan wa inma yubahu an-nadharu liman ulima minhu as-sidq fi az-zawaj. Ana halalishwa kuangalia yule ambaye unajulikana kwake ukweli katika kuoa, kwamba huyu anataka kuposa kweli. Wa inma yubahu an-nadharu liman ulima minhu as-sidq fi az-zawaj au ba'da al-khitbah. Nasema inahalalishwa kumwangalia mume, kumwangalia mke, yule mume ambaye hujulikana kwake ukweli katika kuoa au baada ya kuposa ataoa. Wallahu aalam. Kwa jambo hili ni jambo la sunna. Wanatakiwa mawali wa banati walijue jambo hili. Wakiona kwamba mvulana ni kweli anataka kuposa kweli, wende naye nyumbani wakamuoneshe huyo binti. Lakini kuna baadhi ya wazee, baadhi ya mawali hawataki jambo hilo. Wataka kuoa, sema ni kuozesha, lakini kwenda kuja nyumbani ukaenda kumwangalia, hiyo siwezi kukubali. La, hili ni jambo la sunna. Wende naye yule mvulana akamuone yule binti, ni jambo la sunna, liko katika sheria. Kosa la tatu, taakhiru zawaji lima ba'da ad-dirasa, kucheleweshwa kuoa mpaka baada ya kusoma. Taakhiru zawaji lima ba'da ad-dirasa, kucheleweshwa kuoa mpaka baada ya masomo kumalizika. Wa hadha mukhalifun lima umira bihi almuslimu, jambo hili lina khalif na kupinga alivyoamrishwa muislamu min tahsini farjihi wa nafsihi, ambalo ni kuizuia farji yake na nafsi yake, kuilinda farji yake na nafsi yake na muharramat. والزواج المبكر غالبا يكون معه صحة البدن والعقل وراحة النفس. kuoa kule kwa mapema غالبا mara nyingi yakunu maahu sihhatul badan wal aqli, mara nyingi inakuwa na usahihi wa mwili na akili, wa rahatun nafsi, na raha ya nafsi. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. enyi vijana, anayeweza katika nyinyi gharama za kuoa, falyatazawaj, na oe. fa innahu aghaddu lilbasar, kwani kuoa ni sababu ya kufunga macho, wa ahsanu lilfarj, na ni sababu ya kuilinda tupu na muharramat. wa man lam yastati, na asiyeweza,
فعليه بالصوم ajilazimishe صوم afunge فإنه له وجاء kwani saumu inavunja na kupunguza zile shahwa zake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qala fatakhiru az-zawaji lima ba'da ad-dirasa min ar-rajuli aw al-mar'a amalun gharibun ulqiya alaina min ghayrina, kucheleweshwa kuoa au kuolewa msichana mpaka baada ya masomo, nasema kwa mwanamume au mwanamke, hili ni jambo gharibu, ni jambo la kigeni limeletwa kwetu, min ghairina, kutokana na wasiokuwa sisi. Hili ni jambo limeingizwa kwetu, jambo la kigeni ambalo limeingizwa kwetu Waislamu, min ghairina, kutokana na wasiokuwa sisi. Wasiokuwa Waislamu ndio wenye mambo hayo, lakini Muislamu anatakiwa kijana wake akiwa baligh au msichana wake akiwa tayari ni baligha na uwezo upo yule kijana, ni kuozeshwa tu kijana huyo. Qala wala ta'rifu ummatul islami mithla hadha, umma wa Kiislamu haujui jambo hili, jambo kama hili haulijui, la kwamba mpaka amalize masomo. Sasa hivi pia kuna jambo hili limeingizwa, kama alivyosema Sheikh, jambo hili limeingizwa kwetu, yani Waislamu wazazi wanalo jambo hilo, kwamba msichana mpaka amalize masomo mpaka amalize form 4, akamaliza form 4 mpaka ende university kwanza, akamalize na kule miaka 4, amalize miaka mpaka achukue master. Sasa Allahu sana, ataolewa lini huyo? Idhan kucheleweshwa kuoa au kuolewa mpaka baada ya masomo, hili ni jambo geni limeingizwa kwetu Waislamu kutokana na wasiokuwa sisi, na umma wa Kiislamu haulijui jambo hili kabisa. Fa idha kana shababu mustati'an linnafaqat, akiwa kijana ni mwenye uwezo wa chakula, kumpa chakula mke wake, kumpa mavazi, wakana aqilan, akawa ni mwenye akili, yuashiru almar'ata bilma'ruf, anakana mke vizuri, famithluhu yustahabbu lahu zawaju, mfano wa huyo ni sunna kwake kuoa, au yajibu, au ni lazima. Si sunna, ni lazima, bihasbi alhal, wa kulingana na hali zenyewe zilivyo. Wakadhalika alfatatu, vile vile msichana akifikia umri wa kuolewa ni kuolewa tu. Wazawaju almubakkiru dawa'un liljinsaini wa ayu dawa, kuolewa au kuoa kwa haraka, kwa mapema, ni dawa ya upande wa mume yule mvulana, pia ni msichana. Wa ayu dawain, na dawa iliyokubwa ni hiyo. La siyama fi hadha zaman, hasa katika zama hizi, wakati huu tulionao ndio wakati muafaka. Ukiwa na uwezo tu, mvulana yule haraka aozeshwa, kimaliza darasa la 8 tu na yule msichana darasa la 8 tayari ndoa. Hakuna kwamba form 4 ni msichana form 4 afanye nini. Kosa jingine la 4, aziyadatu fil mahri bima la yutaqu, ziada, kuzidisha katika mahari ambayo hayawezekani. Aziyadatu fil mahri bima la yutaqu, ziada katika mahari bima la yutaqu, kiasi ambacho hakiwezekani. Qala wal aslu alla tahdida fil mahri, asli ni kwamba hakuna tahdidi katika mahari, kwamba Uislamu umeweka kiasi kadhaa, Uislamu umeweka kiasi kadhaa cha mahari, haikuwekwa hivyo katika Uislamu. Ndio la tahdida fil mahri, lakini ziyadatul fahishatu mukhalifatun lilhadi nabawi, lakini ziada ile mbaya, ziada ya juu katika mahari, hii ina khalifu muongozo wa Mtume SAW. Ikiwa mahari ni makubwa sana, hii sasa ina khalifu muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika hiya dhari'atun ila al'uzufi 'ani zawaj, pia hiyo ziada, kuzidisha katika mahari kuwa makubwa, ni sababu ya vijana kuacha kuoa. Wakadhalika hiya dhari'atun 'anil 'uzufi 'ani zawaj, vile hiyo ziada ya mahari makubwa ni sababu ya vijana kuacha kuoa.
wama kana hakadha yambaghi saddu babihi, na jambo lilivyokuwa kama hivi ni lazima kuziba mlango wake. Isifikie hivyo kwamba mpaka vijana wanashindwa kuoa kwa sababu mahari yamekuwa makubwa. Mahari yamefika sasa hivi milioni moja, sio? Imefika sasa hivi milioni moja kwenda kuoa, milioni moja. Kijana atapata wapi milioni moja hiyo? Ndio mwanzo aanza kazi, mshahara shilingi 10,000. Mshahara shilingi 10,000, hizo milioni moja atazifika mwaka gani hizo? Allahu musta'an. Fa'ala awliya'i an-nisa at-takhfifu fil muhur, ni lazima kwa mawali wa wanawake kukhafifisha mahari, wakhafifishe mahari. Lakini jambo hilo la milioni moja, ili mtu manake hapo upate probox 500,000, alafu 500,000 nyingine utakwenda kufanyia biashara. Yule mzazi yule anazipangia yale mahari, anayapangia hivyo probox 500,000, ili 500,000 nyingine biashara, ya kufungulia biashara, kuendesha maisha. Kwani hiyo mahari ni yako wewe baba? Ndio ulolewa wewe baba? Mahari ni ya huyu msichana. Kwa hiyo ni lazima kwa wazazi mawali wa wanawake kukhafifisha mahari. Watakhayyuru salihin limuliyatihim, takhayyuru salihin limuliyatihim, yani kukhitari wale watu wema kwa wale muliyatihim, wale wasichana zao. فقد كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته 12 أوقية ونصفا. ilikuwa mahari ya mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم kwa wake zao, kwa wake zake ni uqiya 12 na nusu. Uqiya 12 na nusu. Anasema uqiya moja ni takriban dirham 12. Uqiya moja takriban ni dirham 12. Itakuwa ni dirham ngapi hizo? 12 140 44 takriban, hiyo dirham 144 ndio 12 uqiya wa nisfa. Sasa hivi umepata rahisi ni 700,000 mahari, ndio umepata rahisi wewe 700,000. Allahu musta'an. عن عائشة رضي الله عنه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا لا تغالوا بصدق النساء، فهموني msifanye ghali mahari ya wanawake. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لو ينجكوا mahari ni makruma fi dunya, yani ni fadla hapa duniani, au ni takwa kwa Allah, ingekuwa mbora wenu kwa mahari hayo ni mtume sallallahu alaihi wasallam. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. Mtume صلى الله عليه وسلم hakumpa mahari mwanamke yoyote katika wake zake, wala binti yoyote katika banati zake hakupewa mahari zaidi ya hizo uqiya 12. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد. درهم 12 sasa hivi hizo 144 takriban kama shilingi ngapi? 3900. Mashaallah. 3900. Vijana siku moja tu anakwenda kupiga zege pale nani katika nyumba anazipata hizo, anakwenda kuoa haraka haraka. Lakini za kuacha vijana maskini hawana lolote, hawana kazi, wana huko wataka kuoa. تشريع المرأة مع النساء مع زوجها ومعها زوجها. تشريع المرأة مع النساء ومعها زوجها، kuweka sheria mwanamke pamoja na wanawake wengine na wapo pamoja nao au yuko pamoja naye mume wake. Tashri'ul mar'ati ma'a an-nisa'i wa ma'aha zawjuha.
وفي ذلك محذوران, katika hilo kuna mambo mawili ambayo ni ya haramu. Kwanza, atashabbuhu bil kuffari fi tashri'i hadha, kujifananisha na makafiri katika tashri'i hii, yani yule mwanamke awe ndiye anayepanga mambo yake pamoja na wanawake au pamoja na mume wake. Mwanamke ndiye anayepangilia mambo ya pale nyumbani au mambo ya wanawake wenzake. Hiyo ni kujifananisha na makafiri fi hadha tashri' bishtiraki zawji wazawja fi makanin murtafi'in ma'an yusahibuhu salamu qaribati zawja. Hii anaelezea ile wakati wa harusi, kwamba mume anashirikiana na mke katika mahali palipo juu, pamoja wako juu. Yusahibuhu salamu qaribati zawja wa aqribai zawj, halafu inafuatia hapo salamu za wale jamaa wa mke na wale jamaa wa mume. Wanakwenda pale mahali palipo juu pana bwana harusi na bibi harusi, wanakwenda kuwasalimia. Ndio hiyo yusahibuhu salamu qaribati zawja, yule mume anasalimiwa na jamaa ndugu wa yule mke, na huyu mke anasalimiwa na ndugu wa mume. Wadukhulu ba'dihim, na kuingiliana baadhi yao na baadhi nyingine. Haya ni mambo pia ya kizungu, kujifananisha na makafiri. Sasa hivi kuna mume kwenda kumpa mkono mke baina ya wanawake, holi, wanawake watupu wamejaa pale. Yule bwana harusi anaingizwa pale na kwenda kukaa pale katika stage na mke wake, eti ndio anakwenda kumchukua, na nyimbo pale na anashidi zinapigwa pale. Mume yuko peke yake au pengine wanaume wawili tu, wanawake 200. Hii yote ni mambo ya makafiri haya. Athani, nadharu ar-rajuli ila an-nisa'i ghairi maharimihi mimman tabarrajat bizina, mwanamume kuangalia wanawake ambao si maharim zake, katika wanawake ambao wamejipamba pale. Warubama abdau siqanahunna wa wujuhahunna, na pengine wanadhihirisha mikono yao na nyuso zao, na ndio sana hiyo. Wa hadha la yahillu, jambo hilo sio halali. Walaula anna hadha alfi'la qad ru'iya wa sumi'a bihi lama kunna nusaddiqu anna ahla at-tauhid wal ghayra 'ala ad-din yaf'alunahu. Walaula anna hadha alfi'la qad ru'iya, law sikuwa jambo hili limeonekana, wasumi'a bihi, na kusikiliwa, lama kunna nusaddiqu, tusingeamini kwamba waislamu na watu wenye wivu katika dini wanalifanya hilo. Lau si kwamba kitendo hicho kinaonekana kinafanyika kwa waislamu na kinasikiliwa kwamba waislamu wanafanya, tusingeamini kwamba waislamu ni watu wenye ghaira na wivu katika dini yao, tusingeamini kwamba wanafanya hivyo. Lakini jambo sasa hivi ni la kawaida kwa waislamu, kwa waislamu ni jambo hilo la kawaida la maholi, na mume kwenda pale, akenda pale juu ya stage na mke wake, wakenda wakacheza, wengine wanapigwa mapicha, alafu picha zinarushwa pale pale, wale wanawake wanapiga mapicha alafu zinarushwa sasa dunia nzima. Hiyo mwingine anarusha Saudia, pap, shafika Saudia, pap, wanaume na wanawake wako pamoja, wanawake wako tupu, manyele yako wazi. Sasa hivi ni mambo haya ya kawaida, haya ni mambo ya kawaida sasa kwa baadhi ya waislamu, na waume wenye wake hao wanachangia katika jambo hilo. Huyu mume mwenye binti yake na mke wake, anaolewa binti yake, huyu mume, huyu zauji, anachangia katika jambo la hayo maholi yanayofanyika. Waume wanachangia. Kwa nini mseme kwamba hakuna jambo la holi hapa? Akishaoza yule mume akishaoza msikitini, wa basi hakuna jambo la holi, hakuna holi, hakuna nini. Watu waje hapa nyumbani watapewa biskuti na halua, watakwenda zao. Msikitini itapelekwa kwa wanaume, wanawake waje hapa nyumbani, basi watapewa halua na wao ende zao. Jambo la maholi hakuna, staki. Kwa nini waume hatui hivyo? Ndio hivyo, tumefuata
ndio mwanamke sasa wanajipangia. Mwanamke ndio anayepanga harusi sasa hivi. Yule mke ndio anayepanga harusi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Mume asikiliza tumekuwa hivyo, wakati sisi ndio wakupangia. Sisi tuwapangiwa na wake zetu. Sasa si lazima mke atafanya hivyo bwana. Holi na kuna tarabu, si kuna yule mwimbaji gani atakuwapo yule, unaona mapicha si ni haya mwanamume shingapi hapo haya basi utakwenda kukopa atakumaliza wewe, utakwenda kukopa nini? Kwa hiyo haya mambo yapo haya, sijui atakushalini. Allahu almusta'an wa alayhi tuklan, wallahu aalam.